Mkuu wa wilaya ya Arusha, Mheshimiwa Joseph Mkude, ametoa muda wa mwezi mmoja kumaliza mvutano uliopo kati ya madereva wa kampuni ya Fast Freight Forwarders Limited inayomilikiwa na kiwanda cha A2Z kuhusu suala la kubadilishiwa mikataba ya madereva ya kudumu na kusainishwa mkataba wa mwaka mmoja, jambo ambalo madereva hao waligoma na walisema hawawezi kusaini mkataba huo juu ya mkataba mwingine. Akizungumza na pande zote mbili kati ya wamiliki wa kampuni hiyo na madereva hao, Mheshimiwa Mkude alizungumza nao na kujua chanzo cha tatizo na akaunda kamati ambayo itahakikisha inahusisha pande zote mbili ili kutatua mgogoro huo. Hata hivyo, madereva wamemshukuru mkuu wa wilaya kwa kuingilia kati jambo hilo ili kuleta suluhisho kwa lengo la kudumisha amani na umoja katika kujenga uchumi wa nchi. Awali akizungumza, meneja rasilimali watu Bwana Mzee Paulo Vedastus alieleza kuwa wanafanya mabadiliko ya mkataba kutokana na hali ya biashara kubadilika na wana madereva zaidi ya 200. Sasa aina ya mikataba tulionayo, kwa sababu kampuni imekuwepo kwa miaka mingi na hali ya biashara ya zamani na sasa ilikuwa tofauti, ilikuwa ni rahisi kumanage biashara kwa kutumia mikataba ya kudumu kwa sababu competition ilikuwa ndogo. Lakini kwa kuongezeka viwanda ambavyo vinaoperate kwa nature ya A to Z, ushindani umekuwa mkubwa. Kwa hiyo sehemu kubwa ya A to Z biashara yake almost 90% na kitu inaoperate kwa kutegemea tenda, kwamba lazima tuombe tenda tupate biashara ili tuweze kuhudumia. Ina maana under any circumstance tukakosa tenda, maana yake hatuna biashara. Sasa kwa mantiki hiyo tukarudi tukakaa tukareview, baada ya kuangalia baadhi ya madereva yetu, kwa sababu tuna save ndani na nje ya nchi. Baadhi ya madereva yetu tunapokosa biashara wanakaa eneo la, anakuja dereva hana kazi nyingine, akikosa kazi atakaa, anaweza kakaa ofisini zaidi ya wiki 2 na unatakiwa kumlipa. Sasa ukiangalia kwa idadi ya madereva tulionao wanafika 200. So unapokosa biashara kwa wiki 2-3, maana yake ni nini? Hawa watu kwa sababu mmeweka kwenye mikataba ya kudumu lazima walipe mishahara kwa kipindi chote. Sasa kwa idadi ya watu 200 wakikosa kazi ya kufanya na unalipa mishahara, technically ni loss. Sasa tukiangalia katika ufanisi katika utendaji wa kazi tunaona kwamba hapa kuna nini? Kuna shida. Sasa tuna adopt modality ipi ya kiutendaji ambayo itaweza kutuletea tija kwenye biashara. Ndipo pale tunapokuja sasa kama tukakaa na wakurugenzi tukaona kwamba tuangalie uwezekano wa kuingia kwenye mikataba ya muda ambayo itatuwekea flexibility kwenye situation ambayo hatuna biashara kabisa na mikataba labda ya watu ina expire. Tunaweza tukaangalia kwamba imebaki mikataba labda miezi 3 na tunaona hakuna indication ya biashara. Ina maana tunaweza tukawapa taarifa ya kuwajulisha hali halisi ya biashara na itatuondoa kwenye migogoro ambayo sio ya msingi. Lakini pia kama hatuna kabisa biashara na tunaona huko mbele hakuna uwezekano wa kupata biashara, tuna uwezo wa kusema okay, imebaki miezi 3-2 labda tulipe endapo kazi itatokea, kwa sababu ni wa madereva tunako nao kwenye vitabu vyetu na tunaweza tukawahitaji dakika yoyote, tunaweza tukawaita na wakarudi kuendelea na kazi, kwa sababu sasa tutakuwa tunaoperate kulingana na mahitaji ya kiwanda na namna wateja wetu tunavyoenda nao. Sasa kwa sababu ya hiyo hali tukaangalia njia gani sasa tunaitumia ili kutekeleza haya. Hatua ya kwanza tuliofanya, mimi niliandikia chama cha wafanyakazi cha CHAWAMATA, nikakiandikia barua ya kuwaita kuja kukaa, nikiamini kwamba kama chama, kwa sababu chama cha madereva na ndio madereva wanachama wao, watakuja tutakaa nao tutawaeleza kitu gani tunachopitia. Baada ya kuwaelekeza hiyo kwenye barua, walikuja tukakaa nao, baada ya tukawaeleza kama ninavyozungumza hivi hali ambayo tunapitia. Hatua iliyofuata tukakubaliana kwenye kikao cha kwanza, baada ya kumaliza tukakubaliana tukakutana kwenye kikao cha pili, kwa sababu hii ni process, huwezi kuifanya kwa siku moja. Baada ya hapo wakaondoka, nikaandaa kikao cha pili tena, nikawaandikia barua nikawaita. Wao walichonijibu wakaniambia hatuwezi kuja kwenye hicho kikao kwa sababu tuliwahi kuwa na kesi mahakamani siku za nyuma inayohusisha mikataba. Kwa hiyo hatutakaa mpaka ile kesi itakayoamriwa High Court. Lakini mimi nikawaeleza sisi kama wafanyabiashara tunapitia changamoto, na sisi unanieleza habari za High Court na kuna kikao kwa taratibu za kawaida. Kama High Court hajatoa ruling, kwa nini mimi nisiendelee na mchakato wa kufanya mabadiliko? Endapo High Court itakuja kururu kwamba labda kuna mwongozo tofauti na inawezekana tu sio kampuni yetu A to Z au Fast Freight Forwarders, tutarudi nyuma tuseme okay, mmeiona ruling ya mahakamani,
Kwa hiyo sasa hivi tunatakiwa twende hivi, na maana tunaweza tukabadilisha sasa tukaendana na zile taratibu zilizotolewa nini mahakamani. Lakini sasa hivi kama shauri liko mahakamani, halinizuii mimi kutekeleza wajibu kwa sababu ya changamoto nazozipitia. Baada ya kuwaeleza hivyo, alikaa, hakushiriki kwenye kikao. Mimi nikaitisha kikao na wafanyakazi, kakaa na wakurugenzi, nikamwambia okay, hii ni tatizo tunalopitia sisi watu hapa. Watu wa chama cha wafanyakazi hawataki kutoa ushirikiano, kuja kushirikiana na sisi kwenye kujadili masuala ya maslahi ya wanachama wao. Nafikiri ni busara sisi tuendelee na wafanyakazi wetu kwa sababu ndio tulio waajiri. Kwa hiyo tukaanza kuendelea na vikao vyetu vya ndani, nikawaita wafanyakazi wote waliokuwa wanapatikana kwa sababu ni kazi ya madereva, wengine wako nje, wengine wapo. Wale waliokuepo wote nikafunga workshop, nikamwambia okay, madereva na mafundi wote ambao mnahusika na haya mabadiliko, tukutane darasani tukae. Tukaingia darasani, hicho ni kikao sasa cha 3. Tukaingia darasani tukakaa, nikawafafanulia mujibu wa mabadiliko na matakwa ya kisheria yanavyotaka kulingana na mwongozo wa sheria ya ajira, mahusiano mahala pa kazi. Nikawaeleza mwajiri kiuhalisi ana uwezo wa kuangalia na kufanya mabadiliko kwa ajili ya kuendana na mahitaji ya biashara. Kwa hiyo sisi tunachotaka kukifanya sasa hivi, tumewaita kwa sababu tunataka tuwe kwenye mikataba ya muda wa mwaka mmoja ambayo itakuwa inaongezwa kulingana na mahitaji ya biashara. Mikataba tulionayo sasa hivi na nyinyi wenyewe mnaona, kuna kipindi tunakosa biashara kabisa. Sasa kwa sababu tunakosa biashara, hatuwezi kuendelea vile vile, hali ni mbaya. Kuna siku tutasema kampuni sasa haiwezi cooperate kwa sababu tunajikuta hatuna biashara lakini tuna workload ya kulipa. Ni vizuri tuingie kwenye mikataba ya muda, wote tutakuwa tunaitizama. Mkataba unapoisha unaongezwa kulingana na biashara kama ipo. Baada ya kuwa tumefanya hiyo, walielewa ile idadi yote ilikuwa ni idadi ya walioshiriki walikuwa kama 56. Walivyoelewa wakasema okay, sasa inakwendaje? Nikamwambia tutakuwa na approach mbili. Approach ya kwanza ya kisheria ya ajira, tunaweza tukabadilisha mikataba ya kudumu kwenda kwenye mikataba ya muda kwa maelekezo ya kufata mfumo ambao haki zako za awali, ukizungumzia tarehe yako ya ajira, kama uliajiriwa 2000, uliajiriwa 99, itabaki ni ile ile. Maana yake utaingia kwenye mkataba wa mwaka mmoja, zile clauses zitasema tarehe yako ya ajira haijabadilika. Pili, siku zako za likizo lizo zilimbikiza katika mkataba wa awali utahama nazo. Tatu, mambo yote ambayo yanaendana na benefit ya kuwepo kazini kwa muda mrefu pia yatahama na wewe. Mshahara wako hautaguswa, utabaki ni ule ule. Allowance zako hazitaguswa, zitabaki ni zile zile, na utakuwa umeingia kwenye mkataba sasa wa kuwa una renew kila mwaka. Manake mpaka siku utakapotokea sasa kwamba labda aidha wewe unaacha kazi au unaachishwa kazi kwa kosa la kinizamu, au wewe umeamua labda tunapunguza watu hamna biashara, ndipo pale haki zako zitahesabiwa kuanzia awali. Hilo wazo wakasema sawa. Wakaniambia ya pili, nikawaelekeza pia ya pili. Njia nyingine ya pili ni kuanza kujadiliana kwa makubaliano ya pande zote mbili, tuvunje huo mkataba kwa mantiki ya kwamba tukulipe haki zako zote za awali, ikiwemo kama ni notice, tutakusave notice ya mabadiliko ambayo inaelekeza ni lini mabadiliko yataanza. Pili, tutakulipa livu zako zote ulizokwisha zitengeneza katika mkataba wa awali. Tatu, tutakulipa severance allowance kwa mwongozo wa sheria ambao ni mshahara wa siku 7 kwa kila mwaka uliofanyia kazi kwa miaka 10. Pili, sisi hapa tuna mkataba wa hali bora na chama cha wafanyakazi Twiko, kwa sababu tuna vyama viwili vya wafanyakazi, Twiko na Chawamata. Sasa nikawaambia mwajiri pia siku zote amekuwa akilipa malipo ya long service award, yani kufanya kazi kwa muda mrefu bila kubagua kwamba wewe ni wa Chawamata au wewe ni wa Twiko, tunawalipa wote. Sasa pia hapa nikawaelekeza kabisa, ingawa sheria hainiruhusu mimi nikulipe benefit za Twiko kwa sababu wewe sio mwanachama nini wa Twiko, lakini mwajiri kwa sababu hana shida tutawalipa. Tukakubaliana, wengi wote waliokuwa kwenye kikao wakasema hiyo ndio tunayotaka, tumalizane kabisa. Baada ya kuwa wametoa hivyo, wakasema tena pia kwamba okay, sasa kabla tujamalizana kabisa, tungependa tuuone mkataba tunaotaka kuusaini kabla ya kuanza kulipana. Kawaambia sasa kwa siku ya leo maana yake hatutaweza, tumemaliza, kesho nitawaletea mikataba. Kwa hiyo tukaingia tena kwenye kikao kilichofuata, tukabeba mikataba tukawaonyesha, wakalizika, wakasaini yale makubaliano ya kuvunja na kuanza upya kwenye mkataba wa mwaka mmoja.
Sasa baada ya hapo hilo kundi likawa limemaliza. Likaja kundi jingine. Baada ya kusikia yule mtu wa chama cha Wamate yule mwanasheria kwamba sisi huku tunaendelea na tunaelewana, yeye tena akaandika sasa barua kuomba tena kikao. Akanikuta mimi niko Dar es Salaam, nikamwambia bahati mbaya sipo, nikirudi tu mimi nitakujibu uje tukae. Nilipotoka Dar es Salaam nikamwandikia nikamwambia sasa mnaweza mkaja. Akaja tukakaa tena kikao kingine sasa. Na baadhi ya wanafanyakazi ambao hawakwepo kwenye kikao cha awali. Tumeendesha kikao pale, akaja na argument zingine tena. Tofauti na jinsi huko wafanyakazi sisi tulivyokubaliana, yeye akasema kwa sababu mnafanya mabadiliko basi ni haki kuwalipa wafanyakazi hata mishahara miezi 6 au 5 kabla hawajaingia kwenye mkataba mpya. Sasa mimi nikamwambia kwa kipengele gani cha sheria? Kwa sababu hicho nieleze wapi ambapo mimi natakiwa kufuata hivyo. Ni namna ambavyo taratibu imesema mimi na haki ya kufanya mabadiliko, lakini kwa kuwajulisha wafanyakazi na kukaa nao kwenye mawasiliano. Na ndicho tulichokifanya. Sasa hii miezi 3, 4, 5 nasema tulipe ili tuingie kwenye mkataba mwingine. Tunakwambia tunafanya mabadiliko ku control cost. Inatoka wapi hiyo hela? Hapa tupunguzi watu. Sisi tunataka kuwabadilisha waingie kwenye mkataba wa mwaka mmoja, lakini mwajiri hana lengo la kufukuza mfanyakazi hata mmoja. Tungelikuwa tunasema tunafanya redundancy, utaniambia labda watu wanakosa kazi wataenda kuishije miezi 2, 3. At least ni hoja ya msingi. Lakini sasa hivi anaendelea na haki zake zote akiamua, au anaweza akalipwa haki zake na akaingia mkataba mpya ambao pia akiacha kazi huko mbele atalipwa tena. Sasa kwa nini nilipe hivi? Ndio tukapishana hapo. Baada ya kupishana hapo huyo mwanasheria akaondoka, nikafikiria labda niangalie uwezekano wa kushirikisha leba. Kwa hiyo nikafanya jitihada za kushirikisha leba, lakini bahati mbaya hazikuweza kufanikiwa. Baadaye sasa tena huyu mwanasheria akawa tena anarudi. Huko sisi tunaendelea sasa na utaratibu wetu na wafanyakazi. Sasa huyu mwanasheria yeye akawa anawaimbia sasa watu kuwahamasisha wafanye nini? Wakatae kusaini mikataba mipya. Kwa hiyo ile timu yote iliyokuja kufuata inatoka safari ikawa inakataa kwa sababu imeelekezwa na mwanasheria wao nini? Wa chama. Na baadhi ya wafanyakazi wa hapa ndani pia wakawa wanabizana msisaini. Sasa wengine wameendelea kuwa wanakuja wanasaini mmoja wanakuja wanasaini. Wengine wanakuja nakwambia kwamba mimi nimekuja mwenyewe nahitaji kazi mimi nitasaini. Kwa hiyo wanaingia wanasaini. Sisi tumeendelea kuasisitiza mwajiri hana nia mbaya. Mwajiri hataki kufukuza dereva hata mmoja. Hata mkikataa kusaini kufanya kazi, sisi tutalazimika bado kuajiri madereva kwa sababu ni kazi lazima ifanyike. Cha pili, changamoto ya kukataa kusaini kwa sababu ya hivi, nielezeni nyinyi wenyewe kwa nafsi zenu wapi mnaona haki yenu inapotea? Hamna. Mpaka naambia nendeni mkatafuta hata wanasheria huko mueleze tunachokifanya, wawape ushauri ni wapi sisi tumeenda tofauti. Lakini kilichokuja kuharibu sasa ni wengi wanaambizana usisaini. Kwa hiyo hata wengine walioko hapa wanataka kusaini, lakini kuna wengine wanaambia usisaini. Kwa hiyo wanajikuta wanabaki hivyo. Sasa baadaye tukakaa tena kama watu tukasema okay, we need to implement hii kitu na lazima tutaitekeleza. Tunaitekelezaaje? Hebu tuambie wale ambao wako tayari kuendelea na kazi waje wasaini. Ambaye yuko tayari kuendelea na kazi basi yeye ina maana sisi tunamchukulia kama hataki kazi kwa sababu sisi hatutaki kufukuza mtu. Alex Paulo Akio ni mechanical engineering wa Fast Freight Forwarders. Changamoto kubwa iliyoko hapa kiukweli ni kwamba naomba niseme tu kwamba hatujatendewa haki kwa sababu na mpaka sasa hivi tumeshindwa kusaini hiyo mikataba kwa sababu kama mkataba yeye anasema hataki kuvunja mkataba. Kwanza alikuja na hiyo sera yake kwamba nataka kubadilisha mikataba ya kudumu kwenda kwenye mkataba wa mwaka mmoja. Tukamkubalia, tukasema sawa. Akaitisha kikao, bahati nzuri nashukuru Mungu mimi nilikuwa kwenye vikao vyote. Akaitisha vikao, akasema tukamuuliza sasa kama unavunja mkataba wa kudumu kwenda kwenye mkataba wa mwaka mmoja itakuwaje? Akasema msio na wasiwasi, kila mmoja atalipwa stahiki zake. Alafu tuanze mkataba mpya. Tukasema sawa. Sasa unataka kufanya lini? Akasema nataka kufanya kuanzia leo. Kaambia kama kuanzia leo mikataba yetu sisi inasema notice itakuwa ni miezi 3, utanilipa mshahara miezi 3. Akasema hapana, notice ni mwezi mmoja. Utatulipa kwenye hizo stahiki huo mwezi mmoja. Hatukutaka kubishana nayo sana. Akasema mwisho wa siku ni kwamba basi acheni niwape notice ya maandishi. Tarehe 3 mwezi wa 5, tarehe 3 mwezi wa 5 kikao kilifanyika. Akasema tarehe 3 mwezi wa 6 ikifika itakuwa ndio mwisho wa huo mkataba wa zamani. Na stahiki zenu zote zitakuwa zimefanyaje? Zimelipwa. Sema sawa basi katuletee notice. Tuko darasa lile pale. Akaja na hizo notice. Zile notice kuja zina mkanganyiko.
Bahati nzuri watu wengi wamesoma, kwa wanaelewa, wanasoma. Unajua ukisoma kitu ambacho ukielewa tu unaelewa kwamba hapa hakuna kitu, si ndio? Tukamueleza vile vipengele ambavyo mbona vieleweki, akasema basi subirini. Akaenda akabadilisha. Akarudi nao tena hiyo notice. Akaenda akabadilisha, akarudi nao tena ile notice mara 4. Tukamwambia sisi hatuelewi, bado mpaka sasa hivi atufanyeje? Atuelewe. Akasema bwana sikilizeni, hapa palipofikia sasa hivi kikao cha pili sasa. Akasema palipofikia sasa hivi atakaye saini atasaini, na asiye saini atakuwa amejiondoa, atalipwa stake zake, anafanyaje? Aondoke. Akasema huu mkataba sio lazima ukausaini. Sio lazima kuusaini. Kama hutaki mabadiliko, basi utakao upande huu. Akaleta na fomu watu wakajaza. Wanataka mabadiliko wajaze huku, wasiotaka mabadiliko wajaze huku. Basi wasiotaka wakajaza, wanaotaka mabadiliko na waendelee na kazi, si ndio? Wakasaini zile fomu na nini na kila kitu, wakasema mtalipwa stake zenu. Basi tuletee mkataba huo mpya tuusome tuuelewe. Si ndio? Watu wakaletewa mkataba, wakausoma. Mkataba haueleweki. Ushanielewa? Yeye anasema mimi sijavunja mkataba, lakini kwenye mkataba kuna kipengele kinasema kwamba mkataba huu unavunja mikataba yote na makubaliano yote ya awali. Si unanielewa? Sasa je, na hapa ananilazimisha ni saini mkataba mpya. Si ndio? Mimi nitakuja kudai stake zangu kesho, nitadai kwa mkataba upi? Si huu mpya. Na tayari kifungu kinasema mikataba yote ilishafanyaje? Na makubaliano yote ilishafanyaje? Ilishakufa. Sasa nitasaidika vipi mimi pale? Hapo ndipo mahali palipoanza mkanganyiko. Baada ya hapo pakawa pametokea mvutano mkubwa, na madereva walikuwa safari wengi walivyokuja kukutana na hilo swala na nini wakawa naambiwa ukipaki gari nenda ofisi ya HR. Wakipewa ile notice na ule mkataba, mwisho wa siku ndo ikafikia hatua kwamba uongozi wetu sasa wa chama chetu hapa ngazi ya hapa ikabidi imuite mwanasheria wa chama. Mwanasheria wa chama alipokuja akateua watu baadhi, tukaenda kwenye kikao kwenye hall ile pale. Tulipoenda kwenye ile hall pale ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 5 I think. Na wajumbe wa CHAWAMATA na sisi na nini tukafanya kikao pale, mvutano ukawa mkubwa, tukakubaliana kutukubali. Tukakubaliana kutokubaliana kwamba sasa tuite mtu wa 3 hapa. Kama sisi tumeshindwa kuelewana, tuite mtu wa 3 hapa ambaye ni idara ya kazi, afisa kutoka idara ya kazi. Yeye akatuma barua idara ya kazi. Idara ya kazi walimjibu kwa maandishi ile barua kwamba fafanua vizuri, ile barua tunayo. Fafanua hicho unachotaka kukifanya. Sisi tunataka kubadilisha tu mikataba, si ndio? Fafanua vizuri unachotaka kufanya, ile barua ipo. Baada ya hapo yeye akaja na mtu wake kutoka CMA wa Dar es Salaam. Alikuja na mtu wake kutoka CMA. Yeye akamleta mjamaa mmoja CMA, akasema kama hii ni seminar, ni kama ni seminar. Tukaitwa darasani wote pale, pakatokea mvutano mkubwa sana darasani pale. Ule mtu wa CMA anakuja na story zake na nini, lakini sisi tunajua lengo ni nini. Akasema mimi nataka kuwapa seminar. Seminar gani? Seminar kama ni seminar CMA Arusha pia ipo. Kwa nini mtu asitoke Arusha? Tukamuuliza kwa nini mtu asitoke Arusha? Sawa, sisi tukatae mtu kutoka huko makao makuu au wapi, lakini sawa. Kile kikao akikupata muafaka. Tukao tumeishia pale. Yeye akasema sasa yeye baada ya hapo ile siku saa ndo akatuambia kwamba mimi nimekuja na mtu wa CMA kwa sababu mtu wa idara ya kazi amekataa kufanyaje kuja kwenye kikao. Tukamwambia ile barua sisi tumeisoma, mtu wa idara ya kazi hajakataa, amesema ule sio mgogoro, huu sio mgogoro, weka haya mambo yako vizuri ili kuepusha mgogoro. Si ndio? Mimi natakiwa nije kwenye mgogoro, bado hujawa mgogoro huu. Hao watu wako wafafanulie kwamba wanataka kufanyaje. Wakishindwa kukuelewa na sisi tutaona pia wameshindwa kufanyaje kukuelewa, kwa sababu yeye nafikiri alipeleka ile proposal nzima kule idara ya kazi, wakaisoma na wao pia wakaona mbona hapaeleweki. Basi hapakuwa na ubaya wote. Baada ya ule jamaa kuondoka CMA, barua ilikuja kwamba yeye ameitwa CMA tarehe 9 mwezi huu wa 6. Kwa hiyo sisi tunagundua kabisa kwamba na mwanasheria wetu sisi alituambia kwamba nyinyi endeleeni kuingia kazini, wala msitake mgogoro wa kitu chochote, kwa sababu hakuna barua inayosababisha kusimamishwa kazi. Basi juzi amekuja na mikataba, wale waliokubali kusaini wote waliagaia mikataba yao na nini na kila kitu, si ndio? Akasema nyinyi ambao hamjasaini, ilikuwa ni Ijumaa I think. Nyinyi ambao watu wote ambao hawajasaini, Jumatatu mtakuta majina, waliosaini majina mtakuta getini, mtaruhusiwa kuingia. Nyinyi ambao hamjasaini hamtaingia kazini. Sisi tukaona tu sawa, kwa sababu ni kauli ya mdomo, akabandika na tangazo kule Fast Freight na magetini na wapi na kila kitu. Sisi tulikuwa tuna msiba wa dereva mwenzetu alifariki wiki hiyo. Tunataka twende msiba kumzika Jumamosi. Sisi tukawa tumeenda kuzika. Tulivyoenda kuzika tumerudi Jumapili, tumeingia Jumatatu jana, tumekuta askari getini. Tunaambiwa onesha jina lako pale ndio uingie ndani. Akasema sawa. Baadaye akawa amekuja na yeye na gari la kazini. Tukamuuliza pale mbona imekuwa hivi, hata kama basi ni zile notice. Notice ilikuwa inaishia tarehe 3.
Si ndio? Kama ulitoa notice ya mwezi mmoja, nusu ni tarehe 3, ngoja leo unatuzuia kuingia. Sasa unapotuzuia sisi kuingia hapa kazini, sasa tuambie sasa tuende upande gani? Umeshaelewa? Tuambie sisi tuko kazini au tuko wapi? Ukiwa kama HR, kwa sababu wewe sio HR wa kampuni peke yake, ni HR wa watu wote. Wewe ni human resources, wewe unatakiwa tuangalie sisi na kampuni, wewe katikati ya kampuni na wafanyakazi. Usiweke kampuni upande mmoja tu. Akasema akawa ameongea vitu vingi pale, mnajua nyie mnaleta ujeuri, sio? Nikamwambia sikiliza, mkataba umevunja hujavunja? Anasema mimi kampuni haiwezi kuvunja mkataba. Sasa unapotusaidia mkataba, je, ule wa mwanzo umevunja? Akasema mkataba haujavunjwa, haya ni mabadiliko, si ndio? Kama ni mabadiliko, umetuambia kwamba mabadiliko yako ya aina hizi mbili, unaweza ukakubali au usikubali. Ukikataa utalipwa stahiki zako zote. Ukikubali utaendelea na stahiki zako zote zitahamishwa kwenye mkataba huo mpya, si ndio? Si ndivyo ilivyo? Tukamwambia sawa. Sasa hao ambao unasema wamekataa kusaini, na maana kwa wameonyesha kama wamekataa mabadiliko, si ndio? Na umesema kwamba kisheria wanatakiwa walipwe na waendelee na shughuli zao. Sasa kwa nini unatuzuia kuingia kazini? Au kwa nini tupe barua kwa maandishi kwamba jamani, kuanzia leo nyinyi mtasubiri amri ya nini, ya CMA au na mwanasheria au na nani, au amri ya mahakama au ya serikali kwamba nyinyi kuanzia leo hamtaingia kazini mpaka shauri la CMA lifanyaje, likamilike. Tupe barua. Baada ya kuona waandishi wa habari wamekuja, ndo akaanza kukataa kuongea na nini. Basi sisi tukawasiliana na mwanasheria wetu, akatuambia sasa nyinyi cha kufanya ndio idara ya kazi, majina yenu tuwezesheni vizuri, muende mkatoe taarifa kama mmezuiliwa kuingia kazini, kwa sababu kinachotengenezwa hapo ni kwamba papatikane absent 5, wewe ume left job. Sasa kisheria ndio katoeni taarifa kistaarabu kabisa, na kesho mrudi kazini kama kawaida. Mkizuiliwa tena bakini getini. Hicho ndicho kilichokuwa. Katika maeneo ya kazi kama hivi lazima kuwe na migogoro kazini, kutokuelewa na kuelewana kupo. Hiyo ni sahihi, lakini bahati nzuri tumefikia hapa tulipofikia kwa kuwatenganisha pande mbili ili tuwasikilize. Tumesikiliza upande wa mwajiri, tumewasikilizeni na nyie. Tumebaini kwamba zipo kasoro za kutokuelewana au kukubaliana. Kwa hiyo tunawaelekeza wote pande mbili. Ingawa pande wa pili hawapo, tutaenda kuwaelekeza haya tutakayokuwa tumesema hapa, hakuna mjadala. Kwamba mkubaliane katika mikataba yote pande mbili. Hilo la kwanza. Mwajiri ndio mtoaji mkataba, lakini mkubaliane juu ya hiyo mikataba kwanza kabla ya kuingia kazini, lakini pia na hata baada ya kuingia kazi. Lakini pia mtaangalia katika makubaliano yenu, lazima mlizie mkataba wa zamani ukamilike na staili zake zote zinazotakiwa kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni. Lakini pia kama mtapenda au utapenda binafsi kuingia mkataba mwingine wa mwaka mmoja, lazima pia nao ulidhie, na taratibu hizo na kanuni na sheria lazima zifuatwe. Lakini tutamsihi mwajiri afuate taratibu katika maeneo yote, ikiwepo kuwashirikisha chama cha wafanyakazi wenu ili kufikia mwafaka wa hayo mambo ambayo mtakubaliana. Na hakuna mkataba utakaosainiwa juu ya mkataba mwingine. Hayo lazima yasimamiwe. Na kazi kama ilikuwa kwamba mnachujwa kutokana na kutokusaini mkataba, isifanyike hivyo sehemu za kazi. Muendelee kufanya kazi mpaka makubaliano yafikiwe. Kwa minajili hiyo, nitoe maelekezo mahususi hapa kuunda kamati itakayosimamia utaratibu huu mpaka swala hili liishe. Nalo nitatoa mwezi mmoja. Idara ya kazi mtanipa watu wasiopungua 2 ambao nadhani umekuja nao
waelekeze, wafuatilie taratibu kwa taratibu. Lakini ofisi yangu itatoa mtu mmoja, afisa tarafa atakuwepo katika timu hiyo, atakuwa mtu wa 3, lakini afisa utumishi wa halmashauri atakuwa mtu wa 4. Kazi yao kubwa sio kuingilia na kutoa mawazo mapya, kusimamia utaratibu huu tunaosema utaratibu, ili ufanyike kwa usahihi, hatua kwa hatua, na ukamilike. Kutoka leo utaratibu huo na upa mwezi mmoja, kwa sababu ni utaratibu wa kisheria. Lakini pia kuna mtu ameshaingia anashughulikia nani ya usuluhishi, nayo ishirikishwe. Tume ya usuluhishi nayo ishirikishwe, isikilizwe, ielezwe, na kwamba jukumu lake ni usuluhishi, basi twende kwenye usuluhishi, tusifikie kwenda kufika mahakamani. Mahakamani hakutakutuletea tija, kutatuletea tofauti za kutokuelewana zaidi, lakini pia maslahi ya taifa, kwa maana nyie nguvu kazi mtakaa bila kufanya kazi mkingoja masuluhisho ya mahakama, ili hali tungeweza kusuluhishana. Muda wa mwezi mmoja unatutosha sana kulimaliza hili jambo, na niwaombe kuwa watulivu, lakini pia wasikivu na waelewaji. Pale ambapo tutatakiwa kutoa ushauri zaidi, basi tutatoa ushauri kwenu na kwa mwajiri wenu, ili amani ya nchi iendelee kuwepo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni Fast Freight Forwarders. Tunashukuru kwa jitihada zenu Kusaga TV kwa kutuletea mkuu wa wilaya. Malalamiko yetu yamefika mahali husika, na naamini mambo yote yanaenda kuwa sawa. Mambo yote yanaenda kuwa sawa soon, kwa sababu yale ambayo tulikuwa tunaona yatendeki sawa yataenda kutendeka sawa soon. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jitihada hizi za kutafuta haki yetu na kupambania haki yetu. Tunashukuru sana, kazi iendelee. Ilikuwa ni ngumu kusikilizwa, hata wenyewe jana mlikuwa washahidi mlipokuja wakati tunajadiliana na HR wetu. Alikuwa anaongea na sisi kwa muda mrefu sana, lakini baada ya nyewe kutokea jana alikataa kuonyesha ushirikiano na kuondoka na kukataa kutusikiliza tena. Kwa hiyo wenyewe ni washahidi kwamba vyombo vya habari vinafanya kazi nzuri. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Matumaini ni makubwa sana, kwa sababu tuna imani pia na kiongozi wetu mkuu wa wilaya. Mpaka kufika hapa hakuna kitu ambacho kinaenda kuharibika. Matumaini ni makubwa sana, kwa sababu tulichokuwa tunakitafuta sisi sio ugomvi, sio kung'ang'ania kazi, sio kukataa kazi. Tunatafuta tu kwamba haki yetu ya kutoka kwenye mkataba mmoja kwenda kwenye mkataba mwingine inafanyika vipi, ifanyike kwa mujibu wa sheria. Basi sisi tuna amani ya kufanya chochote. Hata wakisema hawatuhitaji ni sawa, lakini sisi hatujakataa kazi wala hatujakataa mikataba. Sisi tunataka kujua tu kwamba tunahama vipi kwenye mkataba wa zamani kwenda kwenye mkataba mpya.